Tamasha la bahari la Afrika Mashariki lililoandaliwa katika eneo la Chuda Creek, kaunti ya Mombasa, liligeuka na kuwa majonzi. Hii ni baada ya watu 22 waliokuwa wameabiri mashua kwa tamasha hilo kuzama baharini, japo wengine waliokolewa. Hata hivyo, juhudi za kutafuta miili ya watu watatu waliozama liliendelea kwa siku 3 na hatimaye kupatikana. The team was able to recover the body of Caleb Otieno, who was 21 years old. Today morning, we were able to recover Stephen Karembo, who was 23 years old. And thereafter at 01:13, we were able to get Thomas Wanyonyi, who is 24 years old. The bodies were recovered at different places. One was very near the incident of the accident. 2 of the bodies were recovered farther away. One of them had already been drifted by the currents all the way till near the Nyali Bridge, and another very near a certain establishment. The bodies have been identified, and currently they are at the mortuary at the Coast General Hospital. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ametangaza kusitishwa kwa zoezi la kutafuta miili ya waliokufa maji baada ya watu hao kuopolewa. Emotions have been very, very high, and it is expected. And at the site of where all this happened, the security will continue with ensuring that there is no incident at all that is going to be able to happen that has been derived out of emotions. Naye mbunge wa Jomvu Badi Twalib amesema kwa ushirikiano na serikali kuu watahakikisha mazishi ya familia zilizopoteza wapendwa wao yanasimamiwa na serikali. Nitahakikisha kupitia serikali kuu kama alivyoniahidi kwa tutaweza kusimamia mazishi ya hawa wote ambao wamefariki ili kuondoa mzigo mzito katika familia yao. Familia ya jamaa hao na watetezi wa haki za binadamu wamelaani maandalizi ya tamasha hilo. Locals ambao hawana gadgets, locals ambao hawana the so-called experience, locals ambao they are not in the payroll and they were able to retrieve the bodies. Yet, tuko na institutions ambazo tunazitegemea ziwe zinaweza kufanya kazi hii efficiently and effectively, wameshindwa na kazi yao. Hao vijana ambao wameweza kwenda kuokoa huu mwili ambao umeweza kupatikana katika bahari yetu hii ni watu ambao kwamba wamekuwa wakililia recognition for so long, but then the government imewapatia a very blank eye. So sisi kile ambacho tunasema ni kwamba the Kenya Marine has really failed, and this is not the first time. Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.